Katika jina safi kabisa la Yesu Kristo aliye hai, na kukaribisha kwa kipande kidogo. Niko hapa na mwalimu wangu ambaye mnamjua, na ipo mada ambayo huwa anaipenda sana sana. Mada hiyo naomba nichukue muda kwa maswali matatu, kwa sababu nimesema ni kipande kidogo. Mwalimu, naam, karibu kwa maswali matatu. Asante. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe. Jambo la kwanza, amina na wewe na hiyo. Jambo la kwanza, wakati unapozungumzia mada ya Qur'an, Naam. Waislamu huja na hasira na ushupavu wa kuthibitisha kwamba Qur'ani hii Naam. iliyopo ndo ile herufi, nukta, aya, juzuu, sura. Sasa wewe unatoa maandiko, Naam. wao wanapokuja hawatoe maandiko. Hili swali la kwanza unalionaje wewe? Kuna kasumba imetengenezwa, Naam, kwamba na watu wakaamini kwamba msahafu ni mmoja tangu wakati wa Mtume kuja kwa maswahaba mpaka sasa hivi miaka 1447. Yani Qur'ani imebakia hile. Lakini swala ambalo tunastahili tujue, msahafu ambao tumeuzoea hasa Afrika Mashariki ni msahafu ambao ni katika riwaya ya Imam Hafs. Yaani ukizungumzia East Africa. Okay. Ambayo ndio riwaya ambayo inasomwa Saudia. Sasa kwa juhudi za Saudia na Misri zikaifanya ile Qur'ani ikaonekana kana kwamba ndio Qur'ani peke yake ya Kiarabu. Nazungumzia Qur'ani ya Kiarabu. Ndio. Ikaonekana kwamba ile riwaya ya Imam Hafs ndio ambayo ndio Qur'ani. Ndio maana utasikia mtu anakuambia Qur'ani ina aya 6236. Ina juzuu 30, ina siji alifu ngapi, ina nini, yani hizi zote wamefanya zile nini kutokamana na Qur'ani tulionayo Afrika Mashariki. Lakini ukienda katika nchi zingine, mfano ukienda Maghrib, katika nchi ya Morocco, yani Afrika ile hatujakwenda hata Morocco tumekwenda mbali, twende Sudan. Hii Sudan yetu ambayo sasa ingine imeingia katika East Africa. Ndio. Ukienda Sudan, haswa napozungumzia Sudan nazungumzia Khartoum ndio. Utapata kwamba wana riwaya tofauti na ya Imam Hafs. Unaona? Ukienda na Algeria unapata wana tofauti na kigezo kizuri cha kujua ni wakati wa mashindano ya Qur'an. Mfano Shekhe kwa Tanzania, Sheikh Kiski huwa anaandaa mashindano ya Qur'an. Na ukiwasikiliza watu ambao wanatoka nje ya Afrika Mashariki huwa wanaulizwa kabisa, utasoma Qur'ani kwa kisomo kipi? Ona. Sasa inawezekana kwamba zile nukta zikawa sio kubwa sana tofauti, lakini zipo na ni vizuri watu wakajua kwamba kuna version. Huwa napenda kutumia neno version. Kwamba kuna version za Qur'ani ya Kiarabu katika asili ambazo ni tofauti na hii ambayo tunaifahamu sisi ya Imam Hafs, ambaye huyu Imam Hafs alikuwa na mwalimu wake akiitwa Asim. Sasa na vile huku mbele tunaweza tukaja tukahojiana kwamba huyu Imam Hafs ni nani mpaka Qur'ani ije kuambatanishwa na jina lake. Sawa, kwa sababu ya muda nafikiri mtazamaji hilo swali lizingatie sana, kwa sababu nadhani mwalimu ameeleza kwa muda mrefu, lakini mimi hiki ni kipande nimesema tutakuja tufanye ni mhoji kwa zaidi, maana mara nyingine huwa sipate muda mzuri. Swali la pili, ndio, hivi ni kweli kwa ushahidi wa vitabu vya Kiislamu Uthmani alizichoma nakala za Qur'ani? Naam. Ama tunabuni kuwaonea Waislamu? Kwa mujibu wa historia ambayo inakubalika, ni kwamba maadamu Mtume alikuwa hai, hapakufanyika juhudi za kuikusanya Qur'ani kwa pamoja kama masafu, kama kitabu kimoja. Ila aya zilikuwa zimeandikwa sehemu mbalimbali. Zingine likawa zimeandikwa kwenye matawi ya mitende, kwenye mifupa myembamba. Yani maadamu ilikuwa imeandikwa sehemu mbalimbali, kwenye ngozi. Lakini juhudi za kuikusanya pamoja hazikufanyika kwa sababu maadamu Mtume alikuwa hai, bado alikuwa akipokea wahai, alikuwa akipokea ufunuo.
Sasa Mtume alipoaga dunia ile siku ya Jumatatu ameondoka, pakatokea ni mpasuko tunaweza tukasema wa watu kung'ang'ania mamlaka. Ndio. Kundi la hapa la Muhajiruna na kundi la pili la Answar. Ndio. Sasa kilichotokea kwa kifupi sana ni kwamba kuna watu wengi waliritadi, waliondoka katika Uislamu wakati wa Abubakari. Wakati wa Abubakari. Yani wakati Mtume amefariki. Wakati Mtume amefariki. Okay. Kwa hiyo kukatokea vita baina ya Waislamu kwa Waislamu. Na vilivyotokea vile vita basi ikaonekana hasa kwenye vita vya Yamama. Yamama. Ambapo walikufa maswahaba wengi. Ndio. Akiwemo swahaba maarufu sana ambaye alikuwa akijulikana kama Salim, ambaye zamani alikuwa ni mtumwa wa Abu Hudhaifa. Huyu ndio yule ambaye anahusiana na zile aya za kunyonya. Mtu mzima. Ndio. Sasa walipokufa pale kukahitajika kwamba hizi aya hizi Qur'ani ikusanywe. Ndio. Basi kazi hiyo akapewa kijana wa Kianswar ambaye alikuwa anaitwa Said bin Thabit. Ndio. Unaona, japo kulikuwa na maswahaba ambao Mtume alisema ipokeeni Qur'ani kutoka kwa watu wanne. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Muadh bin Jabal na Salim maula wa Abu Hudhaifa. Watu wanne ambao Mtume amependekeza. Lakini badala ya serikali kwenda kwa wale wanne ikakwenda kwa kijana wa Kianswar. Kijana mdogo ambaye wakati huo tunaambiwa alikuwa baina ya miaka 17 na 20. Akafanya ile kazi ya kuandika Qur'ani. Basi alipoiandika kwa pamoja, ule msahafu sasa ukachukuliwa ukawekwa kwa kiongozi ambaye ni Abubakari. Abubakari kabaki nao mpaka kifo. Alipokufa ukapitishwa ukaenda kwa Omar. Ndio, khalifa wa pili huyo. Khalifa wa pili. Ndio. Omar akabaki nao mpaka alipouawa. Alipouawa ule msahafu ukapita ukaenda kwa binti yake ambaye ni Hafsa, mke wa Bwana Mtume. Ukabaki kule mpaka kipindi ambapo amekuja Uthman bin Affan. Ndio. Khalifa wa tatu. Ndio. Huyu sasa zama zake Uislamu ukawa unaenea. Unaenda kufika maeneo ya Azerbaijan. Ndio. Na Syria kule Shamu. Sasa watu wakiwa kule wakapatana watu wa Shamu na watu wa Iraki. Kila mmoja yasoma Qur'ani tofauti. Sasa akasema hebu wakutanishe watu kwa kisomo kimoja kabla waitilafiane kama walivyoitilafiana Wayahudi na Wakristo kuhusu kitabu cha Mungu. Basi akaitisha ule msahafu uliokuwa kwa Hafsa. Kisha akachagua baraza la watu wanne wakiongozwa na yule Said bin Thabit. Miaka 17 yule. Miaka 18 imepita tangu ile Qur'ani ya kwanza. Ndio. Basi wakaanza kuandika pale tena. Ndio. Akamwambia ikiwa mtaitilafiana liandikeni jambo lolote mtakaloitilafiana katika lahaja au ulimi wa Kikureshi. Kwa sababu Qur'ani imeteremka katika ulimi wa Makureshi. Ndio. Zikaandikwa pale Qur'ani. Zilipoandikwa zile Qur'ani zikatolewa nakala kama 6-7 hivi. Zikaendeshwa moja Kufa, moja Basra, moja Madina, moja Maka. Zilipoenezwa zile kisha ikatoka amri ya kiongozi mtawala ya Uthman bin Affan. Chukueni nakala zingine zote mziteketeze moto. Zikateketezwa, zikachomwa zote. Pendwa katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ya time ni mbovu. Sasa shehe, ngoja nimalize basi. Ya kabisa. Ile ilipochomwa ile sasa zile zote zimechoma zile. Ile msahafu ule wa kwanza ule wa asili ukarudi kwa Hafsa. Alipomaliza kunakili akaurudisha kwa Hafsa. Akaurudisha kwa Hafsa. Ndio. Lakini ule msahafu ule urudishwa na ule na zile zilizoandikwa hazikuwa copy paste. Sio kwamba walikuwa na kama photocopy. Sio photocopy. Okay. Zilikuwa zina itilafu. Sasa Marwan bin Hakam. Ndio. Tunaingia sasa kwenye Bani Umayya. Bani Umayya. Alipokuja Marwan bin Hakam, hakaitisha ule msahafu. Yule original uliokuwa kwa Hafsa. Ule original uliokuwa kwa Hafsa. Ili afanye nini? Hauteketeze. Hafsa akakataa. Sasa Hafsa alipokufa tu. Ndio. Siku Hafsa anakufa. Ndio. Marwan anaitisha ule msahafu. Anauchoma moto. Sasa hatuna nakala original
ile ya Abubakari hatuna. Ndio maana hizi Qur'ani zote tunaambiwa kwamba ni rasmi ya Uthmani. Haya, ile ya Abubakari hatuna tena duniani. Mpendwa, tunafanya tu mwanzo. Tushawaahidi muda mrefu kwamba kwa uwezo wa Mungu tazungumzia mambo hayo kwa kina. Naam. Na swali langu ambalo naomba ulijibu kwa ufupi, maswali mawili nafikiri mwalimu ameyajibu kwa uzuri tu. Hata si kwa urefu, kwa ufasaha. Kuna urefu na ufasaha. Kwa sababu usipolinawirisha swali, mtazamaji anaweza akakosa kuelewa. Swali langu la mwisho, hawa Waislamu wanaopinga kwa mitandao, wanapinga kwa kujua ama wanapinga kwa kutojua? Yaani mimi najua nipinge tu, ama sijui nipinge tu. Lipo jopo lenye ufahamu na lipo jopo au umati mkubwa wa watu ambao wameaminishwa kwamba Qur'ani ni moja. Yaani hivi, unakumbuka siku moja mwalimu Daniel, nitamtaja kwa sababu na haki ya kumtaja, ni mwalimu wangu, wengine si wataji ambao hawajanipa ruhusa. Alikuwa na mwalimu fulani wa Kiislamu, sitamtaja. Mwalimu Daniel anawasomea vitabu. Hii Qur'ani iliyopo sio ile. Wakakataa. Sasa hao ndio unaonaje walimu wa Kiislamu wa aina hiyo? Siku mbili zimepita. Ndio nimemwona ndugu Suleiman Bogo. Oh yes. Kaja na mada ambayo anasema ni sayansi katika Qur'an na anatoa changamoto. Kisha ukimsikiliza anajenga dhana zake kwamba ile Qur'ani ina sura 114, ina aya 6236. Sasa mimi nilipomsikiliza yale mahojiano ya kwanza tu yale maneno yale ya kwanza nikajua hapa hamna lolote. Kwa sababu gani? Kajenga dhana yake yote kwenye rasimu ya Hafs. Haya, huyu ambaye yupo Morocco ambaye anasoma Qur'ani ya Kumbal au anaisoma rasmi ya Duthi au anaisoma rasmi ya Ibn Kathiri Maki. Maana nikisema Ibn Kathiri wanafikiria Ibn Kathiri ambaye yani ni mfasiri. Ukisema Ibn Kathiri akili zao kwa Ibn Kathiri wa Damaski yule alitafsiria. Wakati mimi namzungumzia Ibn Kathiri Maki na au wa Maka, nikisema Maki wengine maamuma wanaweza kukosa kunielewa. Ndio. Sasa hili somo hili katika wasomi wa Kiislamu kama kina Yasir Kadhi na wengine wameshalijadili sana, lakini huku kwetu Afrika Mashariki ndio bado mjadala unaanza. Sasa nimekuelewa. Na ndio maana tuna matatizo kwa sababu watu wanashindwa kuelewa hivi mnazungumzia nini. Mwalimu, namalizia. Naomba tutakaporudi, kuna kitu jana niangalia kwenye mhubiri mmoja mkubwa wa Kiislamu. Usinijibu. Anamkosoa Uthman na watu wa dawa. Sijui kama ukutana umkanda. Nilishangaa. Anawaambia nyinyi wana dawa na Uthmani, kwa nini mnatumia urongo wa kusema kwamba naitwa nani? Rebeka alikuwa na miaka 5. Aliwakemea kwa hasira. Unaposema Rebeka alikuwa binti wa miaka 3. Ndio. Na hili kalisema kwa bahati mbaya sana kalisema hata shehe mkubwa sana kama Sheikh Kiski. Sasa unaposema hivyo unachofanya ni kwamba kwanza unamdalilisha nabii wako kwa sababu wewe kwanza hakuna Mkristo anayeamini kwamba Isaka alikuwa ni nabii. Ila kwenye Uislamu Isaka ni nabii. Sasa hapo paweko tofauti kwamba kuna wale tunaamini manabii, kuna wengine ni mafalme. Unaposema jambo kama lile kwanza hata mwenyewe inaonekana akili zako uzitumii vizuri. Samahani kwa ukali wa maneno. Ni namna ya kuweka kitu kifahamike. Lakini hebu angalia eti binti wa miaka 3 anaulizwa, bwana utafuatana na huyu uende kuwa mke? Anasema naam. Binti wa miaka 3 anasema bwana ngamia wako wale wote wale ngamia sijui 10 wale nitawanywesha. Mtazamaje, mwalimu mimi nisipomkatizia hata maliza, mimi namjua anapenda microphone huyo. Nakushukuru sana mwalimu kwa muda wako. Mtazamaje, tunafanya majaribio ya kuwa